Karibu sana kwenye sports update ya Game on TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana tuzungumze habari za kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo, ikiwa ni Disemba 5 ya mwaka 2025. Mimi naitwa mpekuz.com. Baada tu ya mchezo wa jana, Simba kuweza kupata ushindi wa magoli 3 dhidi ya Mbeya City wanakoma kumanya. Mchezo huu ambao uliochezwa katika dimba la Jenerali Isamuhyo majira saa 1, Simba wakijikusanyia alama 3 huku akiwa na alama 12 na magoli 10 ambayo waliweza kuyapata katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa ukumbuke kwamba kipindi Simba wanacheza michezo yao ya ligi kuu Tanzania bara, huko mchakato wa kuendelea kumtafuta kocha mrithi wa Dimitar Pantev, kocha ambaye atakayeendana na kasi na falsafa ya klabu hiyo ya Simba. Kikao kizito kiliweza kukalika siku ya jana kabla ya mchezo huo kwenda kuchezwa katika dimba la Jenerali Isamuhyo. Mpaka hivi sasa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imepokea barua si chini ya barua 15 ama CV 15, makocha 15 ambao waliweza kutuma ofa ambayo ya kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba Sports Club Tanzania. Mmoja kati ya CV hizo, Simba wenyewe viongozi wameweza kukaa chini na kujadili kwamba kuweza kumpa kazi Nasreddine Nabi. Hii ni mara yake ya 3 tu baada tu ya kuweza Simba kuachana na kocha wake Dimitar Pantev. Msimu uliopita Simba walikuwa wakihitaji huduma ya kocha huyo, lakini mambo yalienda tofauti kweli baada tu ya Kaizer Chiefs kuweza kumchukua kocha huyo. Lakini kwa hivi sasa Nasreddine Nabi yuko huru, kwa maana kwamba timu yoyote itakayoenda kumhitaji basi yeye yuko tayari kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Uongozi wa klabu ya Simba umekaa tayari kuweza kufanya mazungumzo hayo, na moja kati ya mazungumzo hayo aliyeweza kukabidhiwa kijiti hiko ili kuhakikisha kumshawishi kocha huyo Nasreddine Nabi raia kutoka pale Tunisia kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Barbara Gonzalez ambaye ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mwekezaji kuona jinsi gani ya kwenda kumkabidhi nafasi hiyo ya kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Barbara amekabidhiwa majukumu yote ya kufanya mazungumzo ya awali, na mazungumzo yake ya awali yameenda vizuri kweli kumshawishi kocha huyo raia kutoka pale nchi ya Tunisia ili aje kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini juhudi na jitihada pia ziliendelea kuwa kubwa kweli kwa kocha huyo Nasreddine Nabi kumshawishi ili kuja kuifundisha wana lunyasi Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini moja kati ya vitu ambavyo Simba wamefanikiwa 80% ya kuweza kuinasa saini ya kocha huyo raia kutoka pale Tunisia, kwa sababu kocha mwenyewe pia ni moja kati ya vilabu ambavyo anajaribu kuvitazama kwa jicho la tatu kuja kuifundisha klabu ya Simba, na ni moja kati ya vilabu ambavyo vilipokuwa katika ndoto yake ipo siku kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Makocha 3 ambao waliweza kujadiliwa kwa uharaka zaidi ama kwa upana zaidi, na makocha hao kuweza kuwapa nafasi ili kuja kuifundisha, moja kati ya makocha hao kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Nasreddine Nabi, ambaye wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wamekuwa na kura nyingi kweli ya kuweza kumpigia Nabi ili kumpa nafasi kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Kocha aliyeshika nafasi ya pili kuweza kupigiwa chapuo na viongozi wengi wa Simba na kuona labda kuweza ikawa kama dili hili la Nasreddine Nabi lilofikia 80% kama litakuwa limeferi, basi wataenda kuamua kwa kumpata kocha mwingine. Kocha huyo kutoka pale nchini Kongo ni moja kati ya timu ya taifa ambaye anayeifundisha raia kutoka Ufaransa. Kocha huyo pia ameweza kujadiliwa kwa upana zaidi na viongozi wa klabu ya Simba kuona labda ni moja sehemu ya kati ya
kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Kocha huyo anaifundisha timu ya taifa ya Kongo na moja kati ya makocha wenye historia nzuri, kocha ambaye aliyepita katika klabu ya FC Leopards pale nchini Kenya. Nafasi ya pili imeshikiliwa na kocha huyo ambaye viongozi wa Simba pia wamejaribu kumtazama kwa ukaribu zaidi kama dili lao la kuweza kuinasa saini ya Nasreddine Nabi, ambalo dili hilo limefikia mpaka 80% ya kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Lakini pia moja kati ya kitu kizuri ndani ya klabu hiyo ya Simba, baadhi ya viongozi wote wa klabu ya Simba wamelipitisha jina la Nasreddine Nabi kwenda kuifundisha wana Lunyasi, kwani kila kiongozi anaamini kwamba Nabi ni kocha sahihi kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kuna uwezekano mkubwa zaidi Nabi akaja mwenyewe, tofauti na miaka kadhaa iliyopita, siku za hivi karibuni, kwamba klabu yoyote atakayoenda kuifundisha Nasreddine Nabi raia kutoka pale nchini Tunisia anakuja na kocha wake msaidizi ambaye ni Cedric Kaze. Huyu ni moja kati ya makocha ambao waliokuweza kukutana katika klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Lakini kwa hivi sasa Cedric Kaze ye bado ameendelea kusalia katika klabu ya Kaizer Chiefs pale nchini Afrika Kusini, na hivi sasa taarifa zikieleza kwamba yeye Nabi atakuja na kocha wake, kocha wa viungo, kocha ambaye yeye atakuwa anamwamini zaidi ili kuweza kuwapa nafasi wachezaji, kuwapa mazoezi yaliyokuwa bora zaidi na kuwafanya fitness zao kuwa bora na kuwa timamu kuelekea katika mashindano mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini hilo pia Simba wamesema kwamba pia itawezekana, kwa maana kwamba wao hawatakuwa na shida sana, kwa sababu kocha msaidizi yuko pale Selemani Matola Veron, ambaye pia ipo taarifa ikieleza kwamba baadhi ya viongozi wa Simba wanasema kwamba kwa nini tusimpe tu kazi moja kwa moja kumwamini Selemani Matola, kumpa nafasi hiyo kwa kocha tu mkuu wa klabu hiyo ya Simba, alafu msimu unaofuata, msimu wa 26-27, wao ndio wataenda kuchukua maamuzi mengine ya kuingia sokoni. Maamuzi hayo yanaweza kufanywa siku ya jana kabla tu ya kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba anaweza kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mbeya City Kumanya katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia baadhi ya viongozi wa Simba wamesema kwamba kwa hivi sasa watu waweza kutarajia kuweza kuriski kuweza kumpa nafasi moja kwa moja kocha huyo Selemani Matola, kwani wao wanasema kwamba kama itashindikana kuweza kumpa kazi Nasreddine Nabi, hii ni mara yake ya 3 tu baada tu ya kuweza Simba kuachana na kocha wake Dimitar Pantev. Msimu uliopita Simba walikuwa wakihitaji huduma ya kocha huyo, lakini mambo yalienda tofauti kweli baada tu ya Kaizer Chiefs kuweza kumchukua kocha huyo. Lakini kwa hivi sasa Nasreddine Nabi yuko huru, kwa maana kwamba timu yoyote itakayoenda kumhitaji basi yeye yuko tayari kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Uongozi wa klabu ya Simba umekaa tayari kuweza kufanya mazungumzo hayo, na moja kati ya mazungumzo hayo aliyeweza kukabidhiwa kijiti hiko ili kuhakikisha kumshawishi kocha huyo Nasreddine Nabi raia kutoka pale Tunisia kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Barbara Gonzalez ambaye ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mwekezaji kuona jinsi gani ya kwenda kumkabidhi nafasi hiyo ya kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Barbara amekabidhiwa majukumu yote ya kufanya mazungumzo ya awali, na mazungumzo yake ya awali yameenda vizuri kweli kumshawishi kocha huyo raia kutoka pale nchi ya Tunisia ili aje kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini juhudi na jitihada pia ziliendelea kuwa kubwa kweli kwa kocha huyo Nasreddine Nabi kumshawishi ili kuja kuifundisha wana Lunyasi Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini moja kati ya vitu ambavyo Simba wamefanikiwa 80% ya kuweza kuinasa saini ya kocha huyo raia kutoka pale Tunisia, kwa sababu kocha mwenyewe pia ni moja kati ya vilabu ambavyo anajaribu kuvitazama kwa jicho la tatu kuja kuifundisha klabu ya Simba, na ni moja kati ya vilabu ambavyo vilipokuwa katika ndoto yake ipo siku kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Makocha watatu
tu ambao waliweza kujadiliwa kwa uharaka zaidi ama kwa upana zaidi na makocha hao kuweza kuwapa nafasi ili kuja kuifundisha, moja kati ya makocha hao kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Nasir Nabi, ambaye wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wamekuwa na kura nyingi kweli kweli ya kuweza kumpigia Nabi ili kumpa nafasi kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Kocha aliyeshika nafasi ya pili kuweza kupigiwa chapuo na viongozi wengi wa Simba na kuona labda kuweza ikawa kama dili hili la Nasir Nabi lilofikia 80% kama litakuwa limeferi, basi wataenda kuamua kwa kumpata kocha mwingine. Kocha huyo kutoka pale nchini Kongo ni moja kati ya timu ya taifa ambaye anayeifundisha raia kutoka Ufaransa. Kocha huyo pia ameweza kujadiliwa kwa upana zaidi na viongozi wa klabu ya Simba kuona labda ni moja sehemu ya kati ya kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Kocha huyo anaifundisha timu ya taifa ya Kongo na moja kati ya makocha wenye historia nzuri, kocha ambaye aliyepita katika klabu ya FC Leopards pale nchini Kenya. Nafasi ya pili imeshikiliwa na kocha huyo ambaye viongozi wa Simba pia wamejaribu kumtazama kwa ukaribu zaidi kama dili lao la kuweza kuinasa saini ya Nasir Nabi, ambalo dili hilo limefikia mpaka 80% ya kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Lakini pia moja kati ya kitu kizuri ndani ya klabu hiyo ya Simba, baadhi ya viongozi wote wa klabu ya Simba wamelipitisha jina la Nasir Nabi kwenda kuifundisha wana Lunyasi, kwani kila kiongozi anaamini kwamba Nabi ni kocha sahihi kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kuna uwezekano mkubwa zaidi Nabi akaja mwenyewe, tofauti na miaka kadhaa iliyopita, siku za hivi karibuni, kwamba klabu yoyote atakayoenda kuifundisha Nasir Nabi raia kutoka pale nchini Tunisia anakuja na kocha wake msaidizi ambaye ni Cedric Kaze. Huyu ni moja kati ya makocha ambao waliokuweza kukutana katika klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Lakini kwa hivi sasa Cedric Kaze ye bado ameendelea kusalia katika klabu ya Kaizer Chiefs pale nchini Afrika Kusini, na hivi sasa taarifa zikieleza kwamba yeye Nabi atakuja na kocha wake, kocha wa viungo, kocha ambaye yeye atakuwa anamwamini zaidi ili kuweza kuwapa nafasi wachezaji, kuwapa mazoezi yaliyokuwa bora zaidi na kuwafanya fitness zao kuwa bora na kuwa timamu kuelekea katika mashindano mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini hilo pia Simba wamesema kwamba pia itawezekana, kwa maana kwamba wao watakuwa na shida sana kwa sababu kocha msaidizi yuko pale Selemani Matola Veron, ambaye pia ipo taarifa ikieleza kwamba baadhi ya viongozi wa Simba wanasema kwamba kwa nini tusimpe tu kazi moja kwa moja kumwamini Selemani Matola kumpa nafasi hiyo kwa kocha tu mkuu wa klabu hiyo ya Simba, alafu msimu unaofuata, msimu wa 26-27 wao ndio wataenda kuchukua maamuzi mengine ya kuingia sokoni. Maamuzi hayo yanaweza kufanywa siku ya jana kabla tu ya kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba anaweza kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mbeya City Kumanya katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia baadhi ya viongozi wa Simba wamesema kwamba kwa hivi sasa watu waweza kutarajia kuweza kuriski kuweza kumpa nafasi moja kwa moja kocha huyo Selemani Matola, kwani wao wanasema kwamba kama itashindikana kuweza Simba wana asilimia kubwa sana kuweza kuinasa saini ya Nasir Nabi, kwani hata kocha mwenyewe pia amekubali ofa hiyo kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Management ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba iko tayari kuweza kutoa fedha ili kuweza kumpa nafasi kocha huyo aende kuifundisha miamba hiyo ya mtaa wa Msimbazi, huko mwekezaji na rais wa heshima wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji amesema kwamba kwa hivi sasa kinachohitajika kufanyika ni viongozi tu wa Simba kwa makini na kuja kumpa ushirikiano mkubwa sana. Hakuna athari yoyote itakayoenda kuingiza katika klabu hiyo ya Simba. Lakini pia wanasema kwamba safari hii ile migogoro na taharuki zote zinazoendelea kuishamiri klabu hiyo ya Simba, basi migogoro hiyo iweze kuondolewa mara moja pale ambapo Simba itakapoenda kumtangaza kocha Nasir Nabi
Nabi, kwani kuna baadhi tu ya mambo madogo ndio ambayo yanaenda kukamilika siku za hivi karibuni. Mchakato huo ukisimamiwa na Barbara Gonzalez ambaye pia ndiye amepewa dhamana ya kwenda kumshawishi kocha Nasreddine Nabi, ambaye kwa hivi sasa Simba wameshika nafasi ya 80% ili kuweza kumpata nafasi hiyo ama kumpa mkataba kocha huyo raia kutoka pale nchini Tunisia kuja kuifundisha wana Msimbazi Simba Sports Club Tanzania. Simba kama watafanikiwa kuinasa saini ya kocha huyo, Simba itakuwa ni timu ya aina gani? Hii ni Game On na hii ni Sports Update. Mimi naitwa Mpekuzi.com.